kuna mstari unaishi mpaka leo. Sanaa inatengeneza maskini wenye majina makubwa. Exactly. Huo ni ukweli. Hamna kitu mimi kinaniuma. System ndogo ndogo kama hizi hazisimamiwi. Yani imagine mapato tu ya msanii inakuwa ni issue. Sasa jiulize, kama star kama Sogi analalamika, yule upcoming ambaye ana ngoma moja anapata nini? Anakuja kupata 2050. Na ukija kuangalia sasa hivi, tukubali tukatae, soko kwenye show limegoma. Sasa hivi mziki wa shows haupo tena duniani. Yani shows ni wewe force. Yani katika mwaka unakuta msanii anaandaa tour moja tu katika mwaka mzima. Kwa biashara ya show duniani inaonekana kidogo bado imedelay, yani imeshuka kidogo. Kwa maana ya kwamba muziki hela imemea huko online. Yes, yani hela iko online na digital, yani iko online na digital platform zote. Sasa je, tuko tayari kuwasaidia hawa watu? Mimi sikufichi bro. Kuna wasanii wengi sana wanapitia magumu. Ukiongea sizungumzi hili labda kwa sababu ya hiki ambacho kimetokea. Yes. No. Lakini tunazungumza in general. Hata before this. Mimi nimefanya kwenye industry ya entertainment na wewe umefanya kwenye entertainment kwa muda mrefu. Unajua uhalisia na unajua ukweli wa kile ambacho kipo kwenye entertainment. Na ninachoweza kukisema ni kitu kirahisi sana ambacho ukikichukulia kirahisi kichukulie hivyo. Na ukikichukulia kiuzito kichukulie hivyo. Kuna possibility baadhi ya wasanii wetu wakiamua kuwa wa kweli watachukiwa. Kweli. Wakiamua kuwa wa kweli watachukiwa. Na watachukiwa na kundi kubwa katika kundi la ambao wanapenda ukweli. Umenielewa? Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kwamba yani bora liende kwamba mtu anaona bana yeye fresh. Kinachotumika sasa hivi ni ile address kwamba mimi nimeona muziki. Yani nimemuona mbaba na mbaba fresh, mwanangu utaniungia hapa fresh, maisha yataenda. Yani unakutana kabisa na msanii unamuona hana confidence kabisa. Kiukweli kwangu mimi imeniuma sana kumuona ilikuwa ni Waidash Yes. Usio kama kusaji. Palikuwa na YP Waidash. Kwa sasa nimrekebisha ndugu yako. Walikuwa wananichanganya. Mimi majina yananichanganya ndio maana nakwambia hivi. Kwa hiyo kuna mmoja ni marehemu. Yaani kiukweli nikasema hiki kitu yawezekana hata wasanii wasipende sisi tukikizungumza, lakini in a real sense tunaishi nao wasanii. Na ndio maana nasemaje? Wanapitia maisha ya ajabu sana wasanii wa Tanzania. Ndio maana nasema hivi, ulichokisema wewe sio kitu kibaya, na watu wasitutafsiri kwamba tumekizungumza kwa sababu limetokea hili lilotokea jana. No. Lakini in real sense ukweli mwingi wa maisha halisi ya baadhi ya wasanii tunakuja kuujua baada ya umauti kuwakuta. Yes. Kwa hiyo sometimes tuolinde sanaa yetu. Tunalinda sanaa yetu vipi? Tunawalinda hawa wasanii na maisha yao. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani wizara husika kuna haja ya kuwa very serious na vipaji vyetu vya Tanzania. Yaani Mheshimiwa Makonda, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma, Mwana FA, kaeni kikao kikubwa sana. Yes. Kaeni kikao kikubwa sana, watu wafunguke wanaotaka kufunguka. Kila mtu aelezee dukuduku lake, mjue mnaanzia wapi. Lakini haya mambo haya ya kimya hivi tunakuja kupewa sababu za kwamba huyu ametutoka kwa sababu ya 1 2 3 4 5. Sidhani kama ni sawa. Na kiukweli ndio field ambayo inaongoza kwa watu kuchangiana. Yes. Ni field ya entertainment. Na pia leo tunachelea kabisa kusema jamani, mwana entertainment mwenzetu ambaye ni DJ Choka anahitajia kwenda kuendelea na matibabu ya figo. Kwa hiyo kuna mchango pia unahitajika. Kwa ukiweza kupita kwenye page ya DJ Choka utaona pale, lakini pia na sisi baadaye tutaposti kuweza kuendelea kuweka taarifa ili watu waweze kumchangia wa brother DJ Choka. Yes. Kwa hiyo tunaomba jamani, waziri husika, watu waliosimamisha entertainment industry, kuna wengi wao wanapitia magumu sana. Lakini pia tujitahidi huu ugonjwa kuumaliza, kwa sababu ndio unawamaliza wasanii wetu wa Tanzania.
Yani jina la msanii kwenye TV, jina la msanii kwenye redio ni noma, lakini unavokutana naye bro, ndio hapo watu wanapoanza kuwadharau. Sasa ukidharaulika unaona bora ni fake life ili kidogo watu wani value. Industry ya entertainment imetawaliwa na umaskini mwingi ambao watu wanaogopa kuusema. Bila si tumesema kwenye mara. Lakini ndio industry ambayo inatajirisha watu wachache sana ambao wapo pale kwa ajili ya kuwanyonya wa vijana walio wengi. I'm telling you, system yetu ya music Tanzania na kila kitu haiko sawa kwa sababu ya big fish.